Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Inshallah tunaingia katika kitabu chetu cha Al-Madkhalul Muyassaru limadhhabi Shafi'i radhiyallahu anhu. Tumetanguliza utangulizi tukielezea nini maana ya madhhab. Inshallah video ya kwanza itakuelekeza kwa utulivu na uhakika nini maana ya madhhab. Muallif rahimahullahu ta'ala ameanza kwa kumueleza al-Imam Shafi'i radhiyallahu anhu ambaye ndio sahibu madhhab, ndio mwenye madhhabi yake. Anasema huwa Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Uthman ibn Shafi'i ibn Sa'ib ibn Ubayd ibn Abd Yazid ibn Hashim ibn al-Muttalib ibn Abd Manaf. Hayo ndo majina ya al-Imam Shafi'i. Anasema ulida radhiyallahu anhu fi madinati Gaza bi Palestina mwaka 150. Amezaliwa al-Imam Shafi'i katika mji wa Gaza Palestina mwaka 150. Ipo kauli inayosema kwamba al-Imam Shafi'i alizaliwa katika mji wa Yemen, lakini kauli ambayo ni asah kwamba al-Imam Shafi'i alizaliwa katika mji wa Gaza Palestina. Wa nasha'a yatiman haythu mata abuhu fi shababihi, na alikuwa katika malezi hali ya kuwa ni yatima kwa sababu baba yake alifariki Imam Shafi'i akiwa ni kijana mdogo. Walamma balagha min al-umri sanataini, alipofikisha miaka miwili, dhahabat bihi ummuhu ila Makkah mukarrama, mama yake alienda naye katika mji wa Makka. Ardha abaihi, katika ardhi ya baba zake, kwa maana asili ya wazazi wa Imam Shafi'i wanatoka katika mji wa Makka. Fanasha biha, akakulia huko. Warahala ila al-Madinati al-Munawwara, akatoka Makka akaenda katika mji wa Madinati al-Munawwara. Na alipokuwa katika mji wa Madina akhadha anil Imam Malik al-Muwatta, alisoma kutoka kwa Imam Malik kitabu chake kinachoitwa al-Muwatta, kitabu kikubwa mashuhuri cha al-Imam Malik cha hadithi. Al-Imam Shafi'i akakisoma kitabu hiko. Wadakhala Baghdad marratayn, pia alienda katika mji wa Baghdad mara mbili. Warahala ila al-Yaman, kisha pia Imam Shafi'i alifika pia katika mji wa Yaman. Thumma kharaja ila Misri sanata, kisha akatoka Yaman akaenda katika mji wa Misri ambao ni mwaka 199 Hijria. Fa aqama biha, akaishi katika mji huo wa Misri hatta intaqala ila jawari rabbih, mpaka pale alipokufa fil Qahirati yawm al-jum'ati akhir ayami shahr Rajab mwaka 204. Wa umruhu, na umri wake ukiwa ni miaka 54. Al-Imam Shafi'i alikufa akiwa na miaka 54. Katika sifa alizokuwa nazo al-Imam Shafi'i, kana radhiyallahu anhu tawilan, alikuwa ni mrefu. Jasiman, alikuwa na mwili mpana. Abyadul launi, akiwa na ndevu nyeupe. Yakhdhabu bil hina, alikuwa akizipaka hina. Khafiful aridina, miongoni mwa mashekhe wa al-Imam Shafi'i. Min ashhari shuyukh al-Imam Shafi'i radhiyallahu anhu al-Imam Malik, ni Imam Maliki na Muslim ibn Khalid az-Zinji wa al-Waqi'i, ambaye imekuja katika zile beti inasema shakautu ila waqi'a su'u hifdhi wa ma ila dhalika. Walakin al-waqi' katika uhalisia ni kwamba anna al-Imam Shafi'i radhiyallahu anhu, Imam Shafi'i talaqqa al-ilma an shuyukh kathirin jidda, alisoma kwa mashekhe wengi. Yantasibuna ulaika ash-shuyukh, wananasibishwa mashekhe hao ila 4 madaris fiqhiyya, katika madrasa 4. Miongoni mwa madrasa hizo za fiqh ni madrasatu Makkah wa madrasatu Madina wa madrasatu al-Iraqi wa madrasatu al-Yamani. Idhan fa fiqhu Shafi'i, kwa hivyo madhhabu Shafi'iyya yantami ila tilka al-madaris al-4, kwa maana ilmu ya Imam Shafi'i ameikusanya katika hizo madrasa 4 au mashekhe wanaotoka katika hizo madrasa 4. Wa nahnu nujazu laka kalamun an hadhihi al-madaris 4, na sisi tutakutajia kwa ufupi kuhusiana na hizo madrasa 4. Kuwa nasi katika kipindi chetu hichi ili uweze kufahamu ni zipi hizo madrasa 4 ambazo al-Imam Shafi'i radhiyallahu anhu inanasibika ilmu yake katika madrasa hizo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.